Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ni wakaribishe wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa True Smile TV katika mwendelezo wa juma la maombi la vijana. Katika hili juma utaangalia tangu tumeanza katika somo lilokuwa linasema wanafunzi, Yesu anatuita ili tumtumikie. Anatuhitaji kutoka katika mazoea ya zamani ili tuweze kuishi katika maisha yaliyo mapya. Na katika siku ya leo tuna somo lingine la pekee kabisa ambalo linasema unatumiaje karama yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, somo linasema unatumiaje karama yako. Roho wako mwema pekee ndiye aliye na uwezo wa kutafasiri hili somo likaeleweka kwa wasikilizaji. Nisaidie kuliishi, wasaidie kuliishi, na baada ya ibada hii tukawe tumesogezwa karibu na msalaba wa Kalvari. Nimeomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo, amen. Somo linasema unatumiaje karama yako. Tunapozungumzia karama ni ule uwezo ambao mtu hupewa na Mungu baada ya kumwamini. Yaani kwa maana ya kwamba watu wanaomwamini Mungu hupewa karama ili kuweza kuitumia katika utumishi. Na karama ni tofauti na kipaji. Kipaji ni ule uwezo ambao mwanadamu anazaliwa nao, ambao huo wenyewe hapokei kutoka popote pale isipokuwa anadhaliwa. Lakini katika mada yetu ya leo tutatazamia katika upande wa karama za Roho. Na hizi karama za Roho zinatolewa na Roho Mtakatifu, na utagundua ya kwamba karama yoyote ile iliyotolewa kwa Roho Mtakatifu ili iweze kuwa na mvuto mkubwa, ili iweze kuwavuta wengi kumtazama Yesu, yaani ili uweze kuwavuta watu kwa Yesu katika karama aliyokupatia Mungu, ni lazima nguvu ya Roho Mtakatifu iwepo katika hiyo karama. Ngoja nikwambie, katika umri wa ujana ndipo umri pekee ambapo tuna uwezo wa kuzitumia hizi karama. Yaani kila mtu aliyeko ndani ya kanisa amepewa karama. Yaani kijana mwenzangu unayenisikiliza, usikubali kuja kukaa tu ndani ya kanisa bila kufanya jambo lolote kwa ajili ya wokovu wa watu wengine, bila kugundua karama ulionayo ambayo Mungu amekupatia ili uitumie kwa ajili ya kwenda kuwaokoa watu wengine, kwa ajili ya kwenda kuwafanya watu wengine wamjue Mungu. Kwa hiyo kila mtu ndani ya kanisa amepewa karama. Yaani hatujaitwa kuketi ndani ya kanisa, ila tumeitwa kutumika kwa Mungu. Tumeitwa kumtumikia Mungu, kila mtu aliyoko ndani ya kanisa. Hakuna aliyeitwa kukaa kwenye mabenchi, hakuna aliyeitwa kuwa mtazamaji, hakuna aliyeitwa kuwa msikilizaji. Wote tulioko ndani ya kanisa tumeitwa tumeitwa kutumika ndani ya Yesu. Na ndio maana Yesu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu akatoa karama kwa kila muumini. Nisikilize, haijalishi wewe unajiona hauna karama, ila niamini katika siku ya leo kuna karama ambayo Mungu amewekeza kwako, ambayo anatamani mwisho wa siku aone mavuno. Kwa hiyo kuna wale ambao vijana wenzangu ambao wao hawafanyi kitu chochote ndani ya kanisa. Yaani kuna wale ambao wanajifanya kuwa ni watazamaji, wasikilizaji tu. Ngoja nikwambie, tumeitwa kumtumikia Mungu. Kuna vijana wenzetu, kundi kubwa lililoko nje, hivyo tumepewa kazi na Yesu kuwafuata. Na ndio maana kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu tunapokea uwezo ambayo ni karama za kwenda kuambia watu wengine habari za ufalme.
Twende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12, inazungumza vizuri kuhusu karama za Roho. Biblia inasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena, kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo nawaamuru ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Yaani, usipojaliwa na Roho Mtakatifu hauwezi ukamkiri Yesu, ukamwamini Yesu ya kwamba ni Mwokozi. Na hivyo basi, pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu hauwezi ukapokea karama ambazo Yesu huzitoa kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu ili kuweza kuzipokea na kuzitambua karama ambazo Mungu amezitoa katika maisha yetu, karama ambazo tumepewa ili tuweze kutumika. Nawaambieni hivi vijana, hatujaitwa kuja kuketi ndani ya kanisa, hatujaitwa kuja kuwa wasikilizaji, watazamaji. Tumeitwa kuja kutumika ndani ya kanisa, kwa sababu Yesu ana ajenda na sisi ya kwenda kuwakomboa vijana wenzetu ili waweze kumkiri Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yao. Biblia inasema hivi, basi pana tofauti za karama. Kila mtu amepewa karama kwa namna yake. Yaani kusema hivi, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yule yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yule yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yule yule atendaye kazi zote katika wote. Yaani anasema hivi, kuna karama tofauti tofauti. Yaani kuna yule ambaye amepewa karama ya kuhubiri, kuna yule ambaye amepewa karama ya kuimba, kuna yule ambaye amepewa karama ya kuwa mkaribishaji, kuna yule ambaye amepewa karama yeye tu ya kuwaimbisha wengine. Hizo zote ni karama ndani ya Kristo. Kuna mwingine amepewa karama ya kuongoza, kuna mwingine ya kuwakaribisha. Kwa hiyo hizo zote ni nini? Ni karama, ila Roho ni mmoja anayetoa. Hivyo hata katika utendaji wake ni tofauti. Utendaji wa ya mtu ambaye amepewa karama ya kuhubiri ni tofauti na yule aliyepewa karama ya kuimba. Utendaji wa mtu ambaye amepewa karama ya kukaribisha wageni ni tofauti na aliyepewa karama ya uongozi. Hivyo wote kwa pamoja tunaongozwa na Mungu katika kujenga mwili wa Kristo. Yaani hizi karama zinatolewa ili tupate kujenga mwili wa Kristo, ili wapate kuandaliwa watu kwa ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Hebu jiulize, katika karama ulionayo unaitumia kwa ajili ya kuandaa watu kwa ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, au unaitumia kwa ajili ya maslahi yako binafsi? Karama Roho ni mmoja na Mungu ni mmoja, ila utendaji ni tofauti. Biblia inasema hivi, fungu la 7, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa kufaidiana. Yaani kila mmoja amepewa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa namna yake. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Yaani kupitia Roho Mtakatifu mwingine amepewa hekima. Yaani kuna mtu ambaye ana uwezo wa kupambanua mambo, ana karama ya kupambanua mambo. Na ndio maana mfano wake mzuri ni Selemani. Selemani alikuwa na karama ya hekima, alikuwa na uwezo wa kupambanua mambo vizuri, na ndio maana anaitwa mzee wa hekima katika kila karne. Kuna mwingine amepewa neno la maarifa. Yaani kuna mwingine amepewa karama ya maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yule yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule yule, na mwingine matendo ya miujiza,
na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafasiri za lugha. Lakini kazi hizo zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Yaani karama zote, karama ya kuhubiri, karama ya imani, karama ya hekima, karama ya kupambanua roho, karama ya maarifa, karama ya kuweza ya unabii, karama ya karama ya lugha, hizo zote hutenda kazi chini ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana hakuna mtu ambaye ana karama iliyo bora kuliko mwingine. Na ndio maana mhubiri hapasi kumdharau mkaribishaji ambaye amepewa karama ya kukaribisha, wala mkaribishaji hapasi kumdharau kiongozi aliyepewa karama ya uongozi. Kwa hiyo wote tumepewa karama tofauti tofauti, ila tunatenda kazi chini ya Roho Mtakatifu ambaye yeye anatuongoza namna ya kuweza kutenda kazi, japo utendaji wetu hauwezi ukafanana, ila lengo letu ni moja, kujenga mwili wa Kristo hata japo mara ya pili. Lengo letu ni moja, kufanya injili iende kwa watu wa ulimwengu, kufanya watu wengine wampokee Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo kijana unayenisikiliza katika siku ya leo, hakikisha unatambua karama yako ili uweze kuitumikia, maana baada ya siku kwenda, baada ya mwisho wa wakati, Yesu atataka hesabu. Biblia inasema hivi: maana kama vile mwili mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, hivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinywea Roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni viungo vingi. Mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kuwa mimi si jicho, mimi si wa mwili, je, si mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Kwa maana kama wote ni sikio, ku wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila mmoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na mimi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vimezihiliwa kuwa viungo zaidi vinavyohitaji zaidi, vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vinadhihiriwa vile kwamba havina heshima, viungo vile tutavipa heshima na zaidi. Kwa hiyo katika utagundua ya kwamba katika maelezo hapa anajaribu kusema ya kwamba hakuna karama ambayo iliyo bora kuliko karama ya mtu mwingine. Yaani karama ya mhubiri hivyo hivyo pia na karama ilivyo na thamani pia mtu ambaye ana karama ya kukaribisha pia karama yake pia na yeye karama yake ina thamani. Kwa hiyo anajaribu kueleza jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi kupitia karama tofauti tofauti. Anajaribu kutoa namna ambavyo mwili umeumbwa. Mwili una viungo vingi tofauti tofauti ambavyo kazi yake vinatofautiana na utendaji wake unatofautiana.
Kazi ya mikono sio kazi ya miguu, kazi ya miguu sio kazi ya tumbo, kazi ya tumbo sio kazi ya kichwa, kazi ya kichwa sio kazi ya macho. Na ndivyo tulivyo katika utumishi. Hatuwezi tukafanana katika utendaji, ila misheni ya karama tulizopewa na Mungu ni kuwarejesha watu kwake. Anaendelea anasema hivi: na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote ni watenda miujiza? Wote wana karama za kuponya ugonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Kwa hiyo utagundua ya kwamba kila mtu ameitwa kwa namna yake. Kuna mwingine amepewa karama ya kufundisha. Yaani wewe ambaye umepewa karama ya kufundisha, fundisha sana. Wewe ambaye umepewa karama ya kuhubiri Injili, hubiri sana. Wewe ambaye umepewa karama ya kuwakaribisha wageni, wakaribishe wageni kwa uaminifu, wakaribishe wageni kwa ukarimu. Sikiliza, wewe ambaye umepewa karama ya kutoa unabii, toa unabii sana. Wewe ambaye umepewa karama ya kuponya, ponya sana, kwa sababu Mungu amewekeza kwako akiwa na lengo la kwamba kutoka katika karama aliyokupatia wengi watamuona yeye. Kwa hiyo katika siku ya leo Mungu anatukumbusha vijana ya kwamba sisi tumepewa karama. Kwa hiyo kijana mwenzangu unayenisikiliza, hakikisha unajua karama ulionayo ili uweze kutumika shambani mwa Bwana kuwaleta watu wengine. Yaani hata yule ambaye yuko nje ya kanisa akishamkiri tu Yesu kwa Mwokozi wa maisha yake, yaani akishaamini akabatizwa, Roho wa Mungu anampatia karama kwa kadiri ambavyo Roho yeye aonavyo na apendavyo. Kwa hiyo sisi sote tunapaswa kuheshimiana, na kuna nyakati ambazo wale ambao wanaonekana kuwa na karama kubwa wanaanza kuwadharau wengine. Yaani Biblia inasema ya kwamba haitupasi kudharauliana. Maana kuna sometime mwingine anaweza kuwa anaonekana kuwa na karama bora kuliko wengine katika macho ya kibinadamu, basi anainuka na kuanza kuwadharau wengine. Nisikilizeni ya kwamba umepewa karama ya kuhubiri na hubiri vizuri, mpe Mungu utukufu, itumie kwa ajili ya kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Umepewa karama ya kuimba, kuwa mwaminifu katika kuimba hivyo, kwa sababu kupitia uimbaji wako watu wengi watamuona Mungu. Kwa sababu kutoka katika hiyo karama ambayo Mungu amekupatia, Yesu atajipatia watu wengi watakao muamini. Pia watakao muamini. Kwa hiyo vijana wenzangu, hakikisha ya kwamba unatambua karama yako. Yaani usikae tu upo ndani ya kanisa. Hakikisha una shughuli fulani ambayo unaifanya, ambayo watu wakitazama wanasema yule ana kitu anafanya. Katika kitabu cha Warumi 12 na ile fungu la 3, Warumi 12 na ile fungu la 3, Biblia inasema hivi: kwa maana kwa neema mliopewa nawaambia, kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita alivyompasa kunea, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, hivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Yaani ikiwa umepewa karama ya unabii, toa unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa ni huduma, tuwemo katika huduma yetu. Wenye kufundisha tuwe katika kufundisha,
wenye kuonya katika kuonya, wenye kukirimu kwa moyo mweupe, wenye kukirimu tukirimu kwa moyo mweupe, wenye kusimama kwa bidii, wenye rehema kwa furaha. Kwa hiyo utagundua ya kwamba sisi tumepewa karama ambazo tunatakiwa kuziishi. Yaani usikubali karama yako kutokuitumia. Yaani usione karama ulionao ni ndogo. Karama hata kama inaweza kuonekana kuwa ni ndogo kiasi gani, lakini ikitumika kwa uaminifu, ina uwezo kuwa na matokeo makubwa mpaka watu watashangaa. Hakuna karama iliyo bora kuliko karama nyingine. Karama zote ni bora mbele za Mungu. Hivyo sisi wote ambao tumepewa karama tuheshimiane. Sisi zote ambao tumepewa karama tusizarauliane. Kila mtu aheshimu karama ya wenzake. Kila mtu aone karama ya mwenzake kuwa ni bora kuliko ya kwake, kwa maana tukishakuwa hivyo tuna uwezo wa kuzitumia karama bila kuwa na majivuno. Tuna uwezo wa kuzitumia karama bila kujiona bora kuliko wengine, kwa sababu sote tumeitwa kwa kazi moja, kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili, kuujenga mwili wa Kristo, kuwahudumia watu wengine na kuwafanya wamuone Yesu katika maisha yao. Tumepewa karama ili kurejesha tumaini kwa watu waliokata tamaa. Tumepewa karama za kuhubiri, karama za kufariji, karama za kuwahudumia wengine ili kuleta matumaini kwa watu waliokata tamaa. Katika ulimwengu kuna watu ambao wamekata tamaa, ambao wanatusubiri sisi tuliopewa karama na Yesu kwenda kuwafariji. Hivyo wewe ambao umepewa karama usiidharau, itumie kwa uaminifu, na katika uaminifu huo Yesu atafanya kitu. Yaani sikilize, umepewa karama ya kuhubiri, hubiri kwa uaminifu. Kuwa mwaminifu, simama katika kweli na watu watamuona Mungu. Wewe ni mkarimu, wewe ni kiongozi, wewe umepewa karama ya kutafasiri, umepewa karama ya kutambua lugha, umepewa karama ya kutoa unabii. Toa kwa uaminifu, maana Yesu amekusudia kutoka katika hizo karama watu wapate kumuona yeye. Kutoka katika karama ambazo ametupatia, ulimwengu upate kutambua ya kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye yeye anaishi kwa hakika. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atusaidie sana vijana, tuweze kusimama tuweze kusimama kila mtu kwa zamu yake. Simama katika karama ambayo Mungu amekupatia. Usikae tu na karama ambayo Mungu amekupatia. Unawiwa kufanya jambo fulani hivi ndani ya kanisa. Simama, fanya. Hata kama unajihisi utashindwa, ni ndio, kuna wakati utakutana na vipingamizi, utahisi kushindwa. Simama tena, fanya. Yaani fanya, at the end of time utaonekana kuwa umefanya jambo kwa ajili ya utukufu wa Mungu na wala sio kwa ajili ya mwanadamu. Sasa katika makanisa mengi ya mjini, makanisa makubwa yaliyoko mjini yameficha karama za watu wengi. Yaani makanisa mengi ya mjini yamehafifisha karama za watu wengi. Yaani kuna karama nyingi ambazo hazitumiki katika makanisa ya mjini. Kuna karama nyingi ambazo zimekufa, zimezikwa katika makanisa ya mjini. Hivyo katika siku ya leo, wewe ambaye unanisikia, hakikisha unatafuta namna ya kuitumia karama hiyo. Na pia makanisa yaliyoko mjini yatafute namna bora ya kuweza kugundua karama zilizoko ndani ya kanisa. Yatafute namna bora ya kuweza kutumia karama zilizoko ndani ya kanisa, kwa sababu sisi vijana tunahitaji kuaminiwa kwanza ndani, na ndipo tuwe na uwezo wa kuendea watu wengine wasiomfahamu Yesu. Yaani sisi tulioko ndani ya kanisa, vijana tulioko ndani ya kanisa, tunahitajika kuaminika kwanza nyumbani ambapo ni kanisani, na ndipo tuwe na ujasiri wa kuendea watu wengine. Kwa hiyo wale walio viongozi ndani ya kanisa,
tafuteni namna bora ya kuzitumia hizi karama zilizoko ndani ya kanisa, kwa sababu Mungu ametoa karama kwa kila muumini ili iweze kutumika kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, kwa ajili ya kuwasaidia wengine kuendeleza kazi ya Injili na kuwafundisha watu wengine wapate kumjua Yesu. Kwa hiyo makanisa makubwa kwa kweli mnahitajika kufanya jambo kwa ajili ya Kristo, kuibua vipaji vilivyoko ndani ya makanisa. Ngoja nikwambie, kuna wahubiri wengi sana ambao karama zao zimezimwa baada ya kwenda katika makanisa makubwa. Kwa hiyo ujumbe wa Mungu katika siku hii ya leo, pawepo na namna ambayo inaweza ikaendeleza hizi vipaji na karama ambazo Mungu amewapatia waumini. Yaani kanisa kwa pamoja wafanye organization ya kuweza kutambua, ikiwezekana kila mtu kwa karama yake kuweza kujitokeza kwa ajili ya kutumika shambani mwa Bwana. Sasa sikiliza, katika kitabu cha Mathayo 14 fungu la 8, Biblia inasema kuanzia fungu la 5, Biblia inasema hivi: hao senashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika njia mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mimi katika siku ya leo nasimama na kuambia ya kwamba hakika ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na hizi karama tumepewa ili tunapoanza kulihubiri neno, tunapoanza kuzitumia, tuanze na watu walioko ndani ya kanisa. Kuna watu wengi sana ambao walikuwa ndani ya Kristo lakini wamerudi nyuma. Kuna watu wengi sana ambao walikuwa ndani ya Kristo baada ya kutoka katika mazingira waliokuwa wanaishi, wakahamia mazingira mengine ambako hawafahamiki, wameziacha imani na wamemuacha Yesu. Ngoja niwaambieni katika siku ya leo, ujumbe wa Yesu ni kwamba rudini katika mapito ya zamani, rudini kwake na yeye atawapokea. Yaani kuna watu wengi sana hususan katika mazingira haya ambayo watu hawataki kufahamika. Yaani kuna mtu akienda mahala fulani hataki kufahamika yeye ni Mkristo. Kwa hiyo ngoja niwaambieni kwamba katika siku ya leo Yesu alipowatuma wanafunzi aliwaambia kuna wengi katika walio nyumba ya Israeli ambao wamerudi nyuma. Hata mimi ninawaambieni ya kwamba wale ambao mmerudi nyuma, najua kuna kundi kubwa la watu ambao wamerudi nyuma, ambao huenda walikutana na changamoto mbalimbali ambazo ziliwafanya warudi nyuma. Sikilizeni, Yesu anawaita mrudi ndani ya kanisa, mrudi katika zizi. Yesu yuko tayari kuwapokea na yuko tayari kuwabadilisha, mkaenenda tena katika leo mapenzi ya Mungu. Biblia inaendelea kusema hivi: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toweni pepo, mmepata bure, toweni bure. Ngoja niwaambie hivi, yaani karama za Roho tumepewa bure. Karama za uponyaji, karama za unabii, karama za uhubiri, karama yoyote ile tumepewa bure. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba tumepewa bure, tutoe bure. Sio mimi, Biblia inasema kwamba basi mmepewa bure, toeni bure. Tafasiri yake nini? Tafasiri yake ni kwamba ikikuta ya kwamba unatumia karama kwa ajili ya kujinufaisha wewe, tafasiri yake umeenda tofauti na kusudi la Mungu. Ngoja nikwambie, tunaishi katika zama na nyakati ambazo karama zinatumika kama chanzo cha kipato.
Karama zimetoka katika kutumiwa kuwaleta watu kwa Yesu, zimeanza kutumika kwa ajili ya kujinufaisha mtu binafsi. Yaani karama ambazo tumepewa na Mungu tumetoka katika kuzitumia kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, tumezitumia kujenga maisha yetu binafsi. Wengine tumezitumia kuleta umaarufu, wengine tumezitumia kuleta kujipatia fedha. Sio vibaya, ila lengo la karama ambazo tumepewa na Mungu ni kuwaita watu kwa Yesu. Na kwa namna hiyo, kwa sababu kusudi la karama limebadilika, na ndio maana nyimbo ambazo zina mafunzo ndani yake zinazidi kupungua. Mahubiri ambayo ya kuwarejesha kwa Yesu yanazidi kupungua. Hivyo watu ambao wanasimama katika kweli wanazidi kupungua, kwa sababu makusudi ya karama yamebadilika. Yaani kipaumbele katika karama imebadilika. Badala ya kumtangaza Yesu, imekuwa ni kujitangaza sisi. Wale tuliopewa karama za uhubiri, karama za ukarimu, karama yoyote ile tuzitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu na wala sio kwa ajili ya utukufu wetu, kwa sababu tumepewa bure, tutoe bure. Sikiliza, ukimkuta mtumishi ambaye amepewa karama na Mungu, na ili atoe huduma ni lazima anakuchaji, yaani ili akupatie huduma anataka fedha, anataka sadaka. Ngoja nikwambie, huyo sio mtumishi aliyetumwa na Mungu. Yaani kama mtumishi ambaye ili afanye huduma yoyote ile ni lazima apewe fedha, unapigwa. Biblia inasema mmepewa bure, toweni bure. Kwa hiyo wale watumishi wenzangu ambao tumeitwa na Mungu, tusimameni katika imani, tuwarejeshe watu kwa Yesu. Katika kitabu cha Mathayo 25 inaeleza kisa cha talanta, kisa cha watu watatu. Wa kwanza alipewa talanta 5, yeye akaenda akazimultiply zikawa talanta 10. Mwingine alipewa talanta 2, akaenda akamultiply akawa na talanta 4. Lakini huyu aliyepewa talanta 1, yeye alienda akaifukia. Ngoja nikwambie, tafasiri yake ni kwamba kuna watu ambao wana talanta ambazo wanaziona kuwa ni ndogo sana. Yaani kuna mtu ambaye ana talanta ambayo yeye anaitazama kana kwamba ni ndogo. Ila ngoja nikwambie, katika hiyo talanta ndogo Mungu anahitaji uitumie kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Haijalishi karama yako inaonekanaje ndani ya kanisa, haijalishi karama yako inaonekana vipi, ila maadamu umegundua karama yako, itumie kwa uaminifu na Mungu atafanya maajabu makubwa kupitia wewe. Nikutie moyo wewe ambaye umekaa ndani ya kanisa kwa muda mrefu. Kijana mwenzangu, umekaa ndani ya kanisa muda mrefu bila kufanya jambo lolote. Yaani wewe ni mtu akuja kanisani, unaketi katika mabenchi, unasikiliza neno, unaondoka na ukurudi tena siku ya Jumamosi, yaani kama kawaida yako. Amua kubadilika, itumie karama uliopewa na Mungu. Maana kutoka katika karama hiyo Mungu anatamani kuona wengi wakiokolewa. Tumepewa agizo la kuendea watu wa mataifa. Tumepewa agizo muhimu sana la kuitangaza Injili, na ndio maana Yesu akatupatia karama kila mmoja, ili kila mshiriki ashiriki katika kazi ya utume, ashiriki katika kazi ya kuwaleta wengine. Mungu wa mbinguni awabariki sana vijana wenzangu. Twendeni tukazitumie karama tulizopewa na Mungu, maana Yesu amekusudia kupitia karama hizo watu wengi wapate kumuona yeye na kumjua yeye. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Niwakaribishe tena vijana wenzangu katika somo siku nyingine. Basi kwa kufunga tusimame tuombe, ila hakikisha karama ambayo Mungu amekupatia unaitumia. Tuombe. Asante Mungu, tunaomba tusaidie kutumia karama tulizonazo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kila kijana msaidie kuweza kutumia karama yake kwa uaminifu. Asante Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.